Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tumeshuhudia baada tu ya Nicole Joubert, mwigizaji maarufu, kuachiliwa kwa dhamana ya nyumba ya milioni 100. Basi Nicole Joubert ni kama vile ameonesha jeuri yake na kudai kuwa hajamtuma mtu yeyote achangishe michango kwa ajili tu ya dhamana yake. Na tulishuhudia Steven Nyerere, mchekeshaji maarufu, aliingia kwenye ukurasa wa Instagram kipindi ambacho Nicole alikuwa bado yupo mahabusu na kudai kuwa wanatakiwa kumsaidia Nicole aweze kutoka huko mahabusu, kwani akitoka kwa dhamana kuna uwezekano mkubwa wale wote ambao aliwafanyia utapeli basi wakapata haki yao, lakini Nicole atakapoendelea kuwa mahabusu basi hela zao hawawezi kuzipata. Sasa ni kama vile Nicole Joubert ni kama vile ameamua kumkashifu Steven Nyerere, lakini pia katika ujumbe wake aliambatanisha na wale wote ambao walikuwa wakimuigiza sauti yake. Na tulishuhudia Mama Mawigi, mchekeshaji huyu maarufu, akiwa anamuigiza Nicole ni kwa namna gani alivyoingia katika matatizo kwa kutapeli pesa za wafanyabiashara wa huko Kariakoo. Sasa baada ya ujumbe wa Nicole kutrend sana na kuzua gumzo kwenye mitandao ya kijamii, basi siku ya leo Mange Kimambi na yeye ameamua kuongea ni kwa namna gani Nicole amewaona Watanzania wajinga. Kipindi ambacho alikuwa ndani ya mahabusu kwa takribani wiki 3, alikuwa ni mtu ambaye ana discipline sana, lakini pia ukimwangalia alikuwa anatia huruma kwa namna fulani, na ndiyo maana baadhi ya wasanii wenzake wakaamua kujitokeza na kuhitaji kutafuta msaada huku na huku ili mradi yeye aweze kutoka. Lakini yeye baada ya kutoka ni kama vile ameamua kukashifu ule msaada ambao alikuwa akipewa na wasanii wenzie na kuwaita wasanii hao ni wanafiki, lakini pia marafiki wake zake basi ni feki na hahitaji kabisa kuzungumza nao, na amedai kuwa yeye binafsi ana ndugu na marafiki wa ukweli na ndio waliomsaidia mpaka yeye kuwa nje ya nondo mpaka dakika hii. Nicole ametoka kwa dhamana ya nyumba yake moja ambayo ameiweka bondi kwa milioni 100. Hivyo basi atakaposhindwa kurudisha au kurejesha zile pesa zote ambazo amezitapeli, basi nyumba hiyo itaweza kuuzwa ili mradi tu kuweza kulipa yale madeni yote ambayo aliwafanyia utapeli wale wote wafanyabiashara wa Kariakoo. Sasa Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram ameamua na yeye kutoa maoni yake kwa mara ya kwanza. Ni kitu gani ambacho Nicole amekifanya? Ni kama vile udhalilishaji, kuwadhalilisha wasanii wenzake ambao walikuwa wakimuombea msaada huku na huku ili mradi aweze kupata dhamana. Lakini pia tulishuhudia Jackie Wolper na yeye alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wakipambana huku na huku ili mradi Nicole apate dhamana atoke nje. Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe ukiwa unasema, leo ndo nimeamini wanawake wenye makalio akili huwa hawana at all. Hapa Marekani tu na uhuru wote uliopo nchi hii, ila watu maarufu wakiwa na kesi mahakamani huwa wanatulia, wanakuwa wana discipline ya hali ya juu inapokuwa kwenye kuposti kwenye social media, ila ona huyu zero brain. Hawa mastaa ambao wako nchi yenye haki wanaogopa kuposti upuuzi kipindi cha kesi, ila huyu ambaye yupo nchi isiyoheshimu haki anaposti upuuzi bila woga. Hapo kashamshikisha akatukana katika prosecutor wa kesi yake, kamtingishia hakimu huko nyuma ya pazia, maskari wa huko jela kawanusisha. Jamani, ni matusi kweli kweli ambayo Mange Kimambi ameandika. Ni kama vile amemkashifu Nicole ni kwa namna gani ambavyo yeye ametoka huko jela kwa dhamana. Basi ni kama vile amewahonga mahakimu pamoja na maaskari, lakini akaandika yani wanawake wakishatengeneza makalio wanajikuta dunia wameimaliza, na warudia
hawezi kuposti hivi bila sababu. Lazima kuna mtu mkubwa kwenye kesi yake kesha mtunuku. Ndo kapata hiyo confidence, na ndio maana niliwaambia huyu sio wa kumchangia, ni tieni yule mtu mfupi kujitiaga michango yote, lazima ajiingize kati. Na hapo kasema hivi, baada ya kuona wananchi wamegoma kumchangia, next time dada yenu nikisema fulani asichangiwe, muwe munaelewa kuna watu wa kuchangiwa nyie. Huo ni ujumbe ambao Mange Kimambi ameuposti na amethibitisha wazi katika uchunguzi wake. Basi ataangalia Nicole amepataje dhamana na ametokaje huko maabusu. Huenda kuna mtu mkubwa ambaye yupo nyuma yake, na pointi ambayo Mange Kimambi ameitetea ni kama vile hakuna mtu ambaye anakuwa na kesi anakuwa na ujasiri kiasi hichi. Huenda kuna mtu mkubwa ambaye anampa ujasiri mwanadada Nicole, na ndio maana atukane matusi kwenye mitandao ya kijamii na kuwasema vibaya wasanii wenzake ambao walikuwa wakipambana huku na huku ili mradi tu aweze kutoka. Na ndio maana tunaweza kusema ule msemo fadhila mfadhili mbuzi, binadamu ana mauzi, ndo kitu ambacho kimeweza kutokea kati ya Nicole pamoja na wasanii wenzake, lakini pia marafiki zake ambao walikuwa wakihangaika huku na huku kupata hiyo pesa ya dhamana. Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.